Kwa hili linaloendelea ndani ya kikosi cha Simba, huenda ikawa ndo revolution kubwa ya kikosi cha Simba Sport, si kuanzia kwa bench la ufundi lakini kwa kocha, kitu ambacho amekiadmit. Na kwa upande wa viongozi, swala hili huenda likabadilisha mwonekano wa klabu ya Simba Sport na tukaanza kupata matokeo ndani ya kikosi cha Simba Sport. Ni mambo gani yamejili ndani ya kikosi cha Simba Sport? Mpasuko umetokea vipi? Kwa nini kocha amesema yale? Kwa nini mchezaji huyu anaingia ndani ya kikosi cha Simba? Na kwa nini hawa wachezaji watatu wamekatwa ndani ya kikosi cha Simba, licha ya kuwa na ushawishi mkubwa, licha ya kuwa na performance kubwa hasa kwa msimu uliopita? Kwa nini wanaondoshwa ndani ya kikosi cha Simba na wanakwenda kwa mkopo kwenye klabu nyingine? Ni nani anakuja kuchukua nafasi yao? Na kwa nini kocha amefikia wakati mgumu huo wa kujilipua na kuwaambia kama hatashindwa kusikilizwa na atashindwa kufikia malengo, basi aondoshwe ndani ya kikosi cha Simba mapema sana kabla ya mambo hayajaharibika, ili wenyewe waweze kuiongoza timu yao. Sasa hizi ni kauli za kibabe ambazo pia hata Fadlu Davis kuna kipindi alianza kuzisema na tukawa tumuelewi hivi, lakini mwisho wa siku tumekuja kujionea ambayo yametokea ndani ya kikosi cha Simba. Sasa twende moja kwa moja kujadili kwanza swala la usajili. Nani anaingia ndani ya kikosi cha Simba Sport? Kwa nini kocha amekataa wachezaji ambao hawajitumi ndani ya kikosi cha Simba? Na hii ameiadmit kusema mashabiki wanajitoa 100% na wanakuja uwanjani. Ukienda kwenye ukurasa wake wa Instagram utaweza kuona kitu ambacho amekiandika kocha mkuu wa Simba Sport, na ndicho tunakwenda kukichambua. Baadaye tunakwenda kuangalia zile sajili ambazo zinaendelea ndani ya kikosi cha Simba. Tuendelee moja kwa moja, shabiki wa Simba, lakini usahau kusubscribe hapo na kuniambia unashabikia Simba kutokea maeneo gani. Sasa kocha wa Simba Sport kwanza amewaambia wachezaji wote ambao amekutana na mchezaji mmoja wa klabu ya Simba Sport, wachezaji wote wa klabu ya Simba Sport, na kawaambia kwamba yeye anachokihitaji ni kujituma. Hahitaji ucheze kwa talent kubwa, anachokihitaji ni kuvuja jasho kwa ajili ya kikosi cha Simba, kwa sababu mashabiki wanajitoa kwa 100% kuangalia content za Simba, kuja uwanjani, kutoa michango ya kadi za wanachama na mengine mengi ameyazungumzia kocha huyo, na amewaambia uhalisia na kawaonesha video clip nyingi ambazo zinatembea mtandaoni ambazo zinawaonesha mashabiki wa Simba wakilalamika, mashabiki wa Simba wakionesha utayari wa kusimama na timu yao kwa katika wakati wowote. Na baada ya hayo akasema amekwisha waonesha meseji kamili ya Simba inavyobidi kuwa, lakini pia amewaonesha mafanikio ambayo Simba wamekuwa nayo katika michuano ya kimataifa na kuwaambia wao wasingeweza kulipwa kiasi hicho kikubwa kama wale wa nyuma wangearibu. Sasa kamaliza swala hilo na kwa kusema pale pia kwenye swala la uongozi wa taasisi kubwa kama hii inabidi kuyamaliza masuala haya na mashabiki, kuweka mifumo ya kisasa na kukamilisha kila kitu ili mashabiki waweze kuridhiana na uongozi uliopo madarakani. Sasa hii imekaaje wazee wa Simba Sport baada ya kocha kuanza kuhusisha kabisa uhalisia wa klabu ya Simba kwa pande zote mbili? Kwanza kwa pande za wachezaji, lakini pia kwenye masuala ya uongozi wa klabu. Na kini kamaliza kwa kusema anaipenda Simba na anatamani kuwepo hapa kwa muda mrefu, kurejesha matumaini yaliyopotea ndani ya kikosi cha Simba Sport. Sasa mashabiki wengi wameonekana kusupport kauli ya kocha mkuu wa klabu ya Simba Sport na kumwambia kwamba kama atashindwa yeye kufata matakwa yao huenda wakamfukuza, lakini wapo ambao wamempongeza sana na kumwambia haendelee hivyo hivyo, huenda tukairejesha Simba yenye nguvu. Na ukiziona comment nyingi za washabiki wa Simba zinaonesha kweli uhalisia wa kwamba wanaipenda timu yao. Lakini swala lingine kubwa ambalo linaendelea ndani ya kikosi cha Simba ni kuhusiana na wachezaji ambao wanakwenda kukatwa ndani ya kikosi cha Simba Sport, wachezaji ambao wajitumi, wachezaji ambao wanacheza kwa mazoea, wanacheza kwamba wamekwisha weka kila kitu sawa. Sasa kocha
inisha wachezaji watatu. Junior Diho kama unavyoweza kumuona hapo kwenye picha, anajiunga na klabu ya Simba Sport akitokea katika ligi ya South Africa, ndio top scorer wa sasa kwenye ligi ya South Africa, na huenda anakuja kuchukua nafasi ya mmoja kati ya washambuliaji watano waliopo ndani ya kikosi cha Simba Sport. Kuna Jonathan Soa, lakini pia pale kuna Elia Mpanzu Kibisawala, kuna Selemani Mwalimu, lakini pia kuna mchezaji mwingine wa Simba Sport kama Joshua Budo Mtare katika eneo lile la mbele, ambao hawafanyi vizuri kwa sasa. Simba Sport wamecheza mchezo wa nusu finali na Azam Sport, mechi nzima hakuna shoot on target hata moja. Hili limemkera sana kocha, na amewaambia hajalishi wewe umekuja Januari, wewe umekuja una miezi minne, unaondoka na unakwenda. Na watu wengi wameanza kumuhusisha Jonathan Soa kwamba hajitumi kama alivyokuwa katika klabu ya Singida Black Stars, kwamba alikuwa anachukua mipira chini na anakwenda, lakini sasa hizi amekuwa mtu wa kusubiri tu kule juu. Sasa watu wanafikiri labda Jonathan Soa ndo anatoka, lakini sio yeye. Ni nani huyu? Tunakwenda kujadili taratibu na kujua nani anakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo mashabiki wa Simba Sport, msisahau kusubscribe na kuniambia kwenye comment mnashabikia Simba kutokea ama eneo gani, na asilimia ngapi mnampa kocha huyu wa klabu ya Simba Sport kuendelea kubaki kwenye kikosi cha Simba Sport baada ya kusema haya yote ambayo ameyasema. Lakini kocha amekataa usajili wa kipa mpya. Msahau kusubscribe. Asante sana. Simba nguvu.